Jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji mkuu katika kesi hiyo Danstan Ndunguru waliambia mahakama kuwa mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Antipas Lissu ana kesi ya kujibu. Mahakama ilielezwa kuwa kutokana na ushahidi wa upande wa jamhuri uliotolewa na uzito wa ushahidi huo, basi kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha kanuni ya adhabu kuna kesi inayojengwa. Baada ya uamuzi huo, mahakama ilimpa Lissu haki ya kujitetea ama kuleta mashahidi wake. Lissu alipopata nafasi ya kujibu baada ya uamuzi huo, aliambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe, lakini zaidi akamtaja shahidi wake wa kwanza katika kesi hiyo kuwa ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kadhalika, Lissu aliwataja mashahidi wengine kuwa ni aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa pamoja na mkuu wa jeshi la polisi wa sasa IGP Camillus Wambura. Uamuzi huu umejengwa baada ya shauri la Agosti 17 ambapo majaji walisikiliza hoja za pande zote na baada ya upande wa jamhuri kufunga ushahidi wake. Baada ya Lissu kutaja mashahidi hao, wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga alisema, na hapa namnukuu: "Waheshimiwa majaji, kwa heshima tunaona sio busara kwa mahakama kutoa wito kwa mashahidi bila kufuata utaratibu unaotakiwa. Tukiruhusu hali hii, kuna hatari siku moja mshtakiwa akaomba mahakama imuite hata Mwenyezi Mungu aje kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa upande wa jamhuri tunaona kwamba utaratibu wa kuita mashahidi haukufuatwa ipasavyo." Mwisho wa kunukuu. Uamuzi wa leo wa mahakama na aina ya mashahidi ambao Lissu amewataja umeibua sura mpya katika mwenendo wa kesi hii, ambapo muktadha wa kisheria unahoji: je, mshtakiwa anaweza kumtaja yeyote kuwa shahidi? Na je, ni nani mwenye mamlaka ya kuamua kama mtu aliyependekezwa na mshtakiwa ataitwa mahakamani kutoa ushahidi? DW imezungumza na wachambuzi wa masuala ya sheria, na huyu hapa ni wakili Matthew Kakamba, amefafanua hoja ya uhalali wa aina ya mashahidi walioitwa na mshtakiwa. Hii imeshatokea kwa mfano kwenye kesi ya marehemu Profesa Mahali. Kumbuka alikuwa na kesi ya ufisadi wa jengo la ubalozi wetu kule Italia. Na yeye alisema shahidi yake ni Mkapa, na Mkapa aliitwa akatoa ushahidi wakati ule akiwa rais. Kwa sababu ndani ya mahakama na ni haki ya mshtakiwa kuita shahidi anayeona atatetea kesi yake. Kwa upande wake, wakili Selemani Matauka amezungumza na DW na kufafanua mwenendo wa kesi hii, na akijikita zaidi katika uamuzi wa mahakama kuwa Lissu ana kesi ya kujibu. Kwa watu wasichanganye kwamba kwa sababu amesema mahakama imesema na kesi ya kujibu basi ameshakutoa na hatia. Hapana, kwa sababu kuna nafasi kubwa ya yeye kuweka ushahidi wake ili kuona je, yale maneno anayosema ametamka na sheria uhaini ni kweli uhaini. Kwa hatua hii haina maana kwamba kwa sababu mahakama imesema na kesi ya kujibu basi automatically atakutwa na hatia. Hapana. Kinachobaki kufuatiliwa ni iwapo mashahidi waliotajwa na Lissu wataitwa na mahakama na ushahidi watakaotoa utaathiri vipi mwenendo wa kesi hiyo.